ambaye ni mkazi wa Madale Flamingo, ambapo ni kinyume na sheria ya makosa ya jinai ya mwaka 2002 sura ya 16 kifungu cha 130 mpaka cha 154. Mheshimiwa Hakimu, katika mahakama yako tukufu yenye kujali haki. Mheshimiwa Hakimu, natisha tena shauri hili mbele ya mahakama yako tukufu. Mheshimiwa Hakimu, mnamo tarehe 18 mwezi wa 3 mwaka 2024 siku ya Jumatatu, katika kituo cha polisi cha Madale, Bwana Dennis Shirima ambaye ni baba mdogo wa wahanga wa ubakaji na ulawiti alitoa taarifa juu ya tukio hilo ambalo lilifanyika kwa mara ya mwisho usiku wa Jumamosi tarehe 15 mwezi wa 3 mwaka 2024 akiwa ameambatana na wahanga wote wawili. Mheshimiwa Hakimu, baada ya kuripoti, Bwana Dennis Shirima alipewa fomu namba 3 yani PF3, kisha akaelekea zahanati ya Madale akiwa na wahanga wote wawili kwa ajili ya taarifa ya udhibitisho wa daktari. Mheshimiwa Hakimu, Daktari Jeremia aliwafanyia uchunguzi na kudhibitisha kuwa Jamila alibakwa mara kadhaa na pia James mdogo wake alilawitiwa. Kituo cha polisi cha Madale ili kurudisha fomu namba 3 kama alivyoelekezwa na askari wa zamu. Mheshimiwa Hakimu, mkuu wa kituo cha Madale Afande Mgonja alipitia taarifa zote na kisha kufungua jarada la kesi hii na baadaye kulifikisha jarada hilo kwenye dawati la jinsia kwa ajili ya uchunguzi. Mheshimiwa Hakimu, dawati la jinsia mnamo tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka 2024 siku ya Ijumaa walianza uchunguzi kwa kufika nyumbani kwa wahanga ambapo ukatili huo umekuwa ukifanyika. Upelelezi ulikamilika mnamo tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka 2024 na ripoti nzima pamoja na ushauri wa upelelezi ilifikishwa kwa mkuu wa kituo Afande Mgonja. Mheshimiwa Hakimu, mnamo tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka 2024 siku ya Jumanne, Bwana Selemani Kasongo ambaye ndiye mtuhumiwa alikamatwa na kuwekwa chini ya ulinzi. Mheshimiwa Hakimu, mnamo tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka 2024 siku ya Alhamisi, mkuu wa kituo cha polisi Afande Mgonja aliwasilisha ofisini jarada la kesi hiyo likiambatana na ushahidi wa awali. Dawati la jinsia pamoja na nyaraka nyingine za ushahidi zipo ndani ya jarada hilo. Mheshimiwa Hakimu, naomba mshtakiwa apande kizimbani kujibu mashtaka. Asante. Selemani Kasongo, unakubali mashtaka ya ubakaji na ulawiti dhidi yako? Ndugu Mheshimiwa Hakimu, nakataa. Sio kweli. Mtetezi upande wa mshtakiwa. Mheshimiwa Hakimu, na sio mara ya kwanza mjomba Kasongo akiwaita wadogo zangu chumbani kwake kwa nyakati tofauti za kutatanisha. Asante, shuka kizimbani. Ushahidi wote uliowasilishwa na pande zote mbili, hali ya utetezi pamoja na kanuni za kisheria kuhusu makosa ya jinai, naomba ufanye hukumu ya shauri hili kwani limekuwa la muda mrefu na upelelezi umeshakamilika. Asante Mheshimiwa Hakimu. Asante. Mheshimiwa Hakimu,
kuzingatia kanuni za kisheria, mahakama imejiridhisha kuwa mshtakiwa Bwana Selemani Kasongo anayewatia ubakaji na ulawiti. Hivyo basi, kwa mamlaka niliyopewa na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 sura ya 5, huku nikizingatia sheria ya makosa ya jinai ya mwaka 2002 sura ya 16 kifungu cha 130 mpaka cha 154 pamoja na sheria ya kanuni ya adhabu kifungu cha 131 kipengele cha pili sehemu D na E cha sheria hiyo, Bwana Selemani Kasongo na kuhukumu kifungo cha maisha jela kwa hatia ya kujihusisha na ubakaji na ulawiti. High table members, career, professional models who are present today, parents, teachers, non-teaching staff, members, and my fellow peoples. Good afternoon. My name is Deborah Vincent Mitengo, and my fellow is? My name is In front of you, on behalf of all lawyers, we are here to present the speech on the importance of lawyers and the need to obey the law. It's an honor to stand before you today to speak on subjects that lies at the very heart of a just and functioning society, the importance of lawyers and the need to obey the law. We often take for granted the invisible thread that holds our society together. And at the very core of that structure are guardians of justice, defenders of rights, and champions of fairness. Lawyers are not people in suits arguing in courtrooms. They are voiceless. They stand for those who cannot stand alone, whether it's fighting against injustice, protecting the innocent, or ensuring the powerful are held accountable. Lawyers are essential to the balance and order of our world. But what good is a law without respecting for it? What strength does a society have if its citizen does not obey the law? more than a duty. It's a reflection of our values. It is the foundation of peace, of trust, and of safety. When we obey the law, we affirm our belief in fairness, in justice, and in the idea that no one is above the law that governs us all. When laws are respected, businesses grow, communities flourish, and individuals rise. And when we educate ourselves and others about the law, we empower our society to become stronger, more compassionate, and more united. So let us recognize the role lawyers play, not just as legal professionals, but as beacons of hope in moments of chaos. And let us commit ourselves to being responsible citizens who obey the law, not out of fear, but out of respect and understanding. Because in a world where law is honored and lawyers are valued, justice is not just a dream, it's a reality we can all live in. We thank you for your time and dedication. Umeona vijana wetu hawa ndio wasimamizi wetu wa sheria katika nchi hii. Naomba tumpigie makofi, na yeye amekuwa inspired vile vile. Lakini naamini kuwa atakuwa na neno la kusema. Ameona vijana jinsi wanavyo perform. Manake hiki ni kitu ambayo ni kama real kitu, yani kama kitu chenyewe kabisa. Na hawa watoto sasa hivi ukiwaelekeza kwenye eneo hili, tayari moja kwa moja kwanza wanakuwa ni watiifu wa sheria.